Ni vyema jamii kushirikiana katika kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum ili na wao kujihisi kuwa ni sehemu yenye kuthaminiwa katika jamii. Hayo yameelezwa na Naibu Mufti Mkuu wa Zanzibar, Sheikh Mahmud Musa Wade wakati wa iftar maalum iliyoandaliwa na Shirika la Mawasiliano Tanzania Zanzibar TTCL kwa ajili ya wazee na watoto mayatima iliyofanyika katika nyumba za wazee Sebleni, mkoa wa Mjini Magharibi. Hatuna budi tuwapongeze wote hawa ambao wametangulia, na pia tuwashukuru TTCL kwa msaada wao huo wa kuonyesha wa kibinadamu kwa ndugu zetu mayatima pamoja na wazee, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana. Allah anatukumbusha kwamba tumwabudu yeye, kisha wazazi tuwafanyie wema. Na hapa imetajwa ihsan ni kiwango cha juu katika wema, huduma nzuri, maneno mazuri. Na mwendelezo wa aya hii, Allah anatukumbusha kwamba iwapo itatokea mmoja wao au mwingine yoyote anahitaji huduma za ziada, hapa umetajwa uzee kwa sababu unapungua nguvu, unakuwa yale ambayo ulikuwa ukiyaweza huyawezi sasa, ina maana unahitaji msaada. Hivyo tunatakiwa tufanye huruma nao. Kwa hivyo tuwashukuru ndugu zetu wa TTCL kuja kutukumbusha na kuikumbusha jamii kwamba tunao wenzetu wanahitaji misaada ya aina mbalimbali ya kiroho, ya mahitaji. Tunatakiwa tutoe sisi jamii kurejesha kwao. Wao TTCL wamekuja kutukumbusha hili, na sisi kama jamii, kama viongozi wa dini, basi tunakumbushana mara kwa mara kuwahudumia wazee wetu pamoja na watoto wetu. Kwa upande wake, meneja mkazi Shirika la Mawasiliano Tanzania Zanzibar, ndugu Hilal Udi Mwinyi, amesema moja ya jukumu la shirika hilo ni kuimarisha huduma za mawasiliano nchini, hivyo wamejipanga kuibadilisha Tanzania kuelekea kwenye mfumo wa kidijitali. Tunajua fika kwa 90% ya Waislamu Zanzibar wao katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Shirika kwa lengo la umoja limeweza kutoa nafasi kubwa kwa wazee na watoto kuwafutarisha kwa pamoja ili kuleta ushirikiano wa pamoja na kuelimisha pia au kukumbusha jamii ya pamoja kwa hawa watoto na wazee wana mahitaji ambao lazima tuwasogelee kwa pamoja. Lakini tukumbuke kwa shirika ni kazi yake kubwa ni kusambaza mawasiliano kote nchini na kuimarisha usalama wa mawasiliano nchini. Kwa sasa hivi tunaona kwa serikali zote mbili kupitia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka Mama Samia na Dr. Mwinyi za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, jinsi gani inavyohimiza kuimarisha mawasiliano ya kidijitali, na hiyo ndo msimamo wetu au ni mkakati wetu kwa kuibadilisha Tanzania kwenda kwenye mifumo ya kidijitali. Na mnaelewa kwa mifumo ya kidijitali kwa inaweza kukusanya mapato ya serikali bila kudukuliwa, kuimarisha elimu kwa haraka kwa wananchi, kusogeza mawasiliano kibiashara, watu wanaona mafanikio ndogo. Lakini hata hivyo kwa Zanzibar sasa hivi kwa shirika limepanda sana, limeweza kuimarisha mawasiliano kwa 45%. Sasa hivi asilimia ya Zanzibar imeweza kukaa hapa, maana kwa wananchi wote asilimia wanaoishi mjini tayari wanafaidika na mawasiliano ambayo yamepata kibali kutoka viongozi wa juu kwa wajengewe kwa gharama ya bure, wao walipie tu huduma. Na hilo kweli limeleta mwituko mkubwa kwa na limeleta mafanikio kwa wananchi pia vile. Ni sawa kwa tumeweza kutekeleza
maagizo hayo. Akizungumza kwa niaba ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mkurugenzi Idara ya Ustawi wa Jamii na Wazee, ndugu Hassan Ibrahim Suleiman amelishukuru Shirika la Mawasiliano Tanzania kwa kuweza kuwaona wazee pamoja na watoto hao na kuwaasa watu wengine wenye uwezo kuiga mfano huo kwa kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum. Kuwashukuru wenzetu wa TTCL kwa kuamua kuwafutarisha watoto wetu hawa yatima na wazee wetu. Sisi kwa kweli hatuna cha kuwalipa na wala hakuna maneno makubwa mazuri ya kuonesha wema wao, lakini kwa uchache wa maneno tunawaambia asante sana. Wao ni sehemu yetu, kwa sababu sio leo tu wamekuja kufutarisha, lakini wanakuja kuwasaidia wazee na watoto kila pale wanapopata muda. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya wizara, kwa niaba ya wafanyakazi wenzangu, wahudumu pamoja na watoto wetu na wazee, basi tunashukuru sana sana, na tunatoa wito kwa makampuni mengine, taasisi nyingine nazo zisichoke kuona makundi maalum, kwa sababu wenzetu mbali ya kufutarisha, lakini wamekuja na zawadi za watoto. Kwa hiyo kile kidogo wanachokipata taasisi nyingine, basi waige nyayo au nyenendo za kampuni yetu pendwa TTCL. Iftari hiyo imeandaliwa na Shirika la Mawasiliano Tanzania Zanzibar TTCL kwa kuwafutarisha wananchi mbalimbali wakiwemo watoto pamoja na wazee wasiojiweza, ambapo kuliambatana na tukio la ugawaji wa zawadi kwa watoto hao. Abdullahi Abdallah, ASAM Online TV.